Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Israeli dhidi ya Iran. Na nikwambie yako mengi ambayo tumeyapata, na kubwa zaidi ni juu ya mashambulizi ambayo tuliripoti pia hapa kwamba Marekani imefanya mashambulizi kwenye kambi za nyuklia za Iran kwa ndege zao maalum, na Marekani ilijisifia kweli. Lakini ripoti ya ujasusi ambayo imetolewa inabainisha kuwa mashambulizi ya anga Marekani dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran hayakuharibu uwezo wa nchi hiyo kuendelea na mpango wake wa nyuklia, bali tu yameuchelewesha kwa miezi michache. Na hayo yamebainishwa kwenye ripoti mpya tathmini iliyofanywa na idara ya ujasusi katika Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Vyanzo vitatu vinavyofahamu swala hilo na ambavyo vilizungumza kwa sharti la kutotajwa jina vimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba hifadhi ya madini ya urani yaliyorutubishwa Iran haikutokomezwa na kwamba mpango wa nyuklia wa nchi hiyo umecheleweshwa kwa mwezi mmoja au miwili pekee. Hayo yanajiri wakati kukishuhudiwa utekelezwaji legelege wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Iran ambazo zote zimejinadi kuwa washindi katika mzozo huo. Hata hivyo, waangalizi wengi wanasubiri kushuhudia hatima ya mzozo huo wa Mashariki ya Kati. Vile watu 28 wamefariki nchini Israeli baada ya shambulio la kombora la Iran wakati wa kuongezeka kwa siku 12. Dmitry Gendlerman, mshauri katika ofisi ya waziri mkuu wa Israeli, anasema kando na hayo watu wapatao 1472 walipata majeraha, aliongeza. Katika ripoti nyingine ni kwamba Iran ilirusha karibu makombora 550 kuelekea Israeli wakati wa mashambulizi yao ya siku 12. Dmitry Gendlerman, mshauri katika ofisi ya waziri mkuu wa Israeli, anasema kando na hayo, katika maneno yake, wa Iran walirusha ndege zisizo na rubani zaidi ya 1000 kuelekea taifa hilo la Kiyahudi. Vile rais wa taifa la Iran, Oyni Pezeshkian, naye pia amezungumza. Anasema Israeli imeshindwa kufikia malengo yake na imelipa gharama kubwa kwa hujuma yake dhidi ya Teheran. Anasema adui mkali ameshindwa kufikia malengo yake ya kuharibu vifaa na kuvuruga utafiti wa nyuklia nchini Iran, kuchochea machafuko ya kijamii katika jamhuri, alisema. Kulingana na Pezeshkian, kiwango cha uharibifu katika Israeli kilichosababishwa na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran kilituma ishara wazi kwa ulimwengu kwamba bei ya tukio hili dhidi ya nchi kubwa kama Iran ni mbaya. Vile amesisitiza kuwa Teherani ina nia kuishi pamoja kwa amani na nchi zote jirani na inatarajia kuunganisha nguvu katika kupinga majaribio ya mataifa hasimu ya kutaka kuleta mgawanyiko katika eneo. Rais anasema kwa heshima na busara iliyoshirikiwa tutashinda njama za wale wanaolenga kuzua mifarakano miongoni mwetu. Pia ametoa hakikisho kwamba mashirika ya serikali ya Iran yataweka juhudi zao zote katika kujenga upya maeneo yaliyoshambuliwa na kusaidia familia za wahanga na walionusurika. Vile waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz amemhakikishia mkuu wa Pentagon Peter Hegseth kwamba Israeli itazingatia kusitisha mapigano na Iran mradi tu Iran itafanya hivyo. Anasema, nilizungumza muda mfupi uliopita na waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth, aliandika kwenye ukurasa wake wa X. Nilisisitiza kuwa Israeli itaheshimu usitishaji vita mradi tu upande mwingine utafanya. Waziri wa ulinzi wa Israeli alimshukuru mkuu wa Pentagon kwa uamuzi wa kijasiri wa rais wa Marekani Donald Trump kuchukua hatua na Israeli dhidi ya tishio la nyuklia la Iran. Kulingana na Katz, Hegseth alisifu Israeli na IDF kwa mafanikio ya kihistoria yaliyopatikana. Mashambulio ya mabomu ya Amerika kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya Iran weekend iliyopita hayakuharibu maeneo ya msingi ya mpango wake wa nyuklia na inawezekana kurudisha nyuma kwa miezi kadhaa, kulingana na tathmini ya mapema ya kijasusi ya Marekani. CNN inaripoti tena ikiwataja watu 4 wanaofahamu hali hiyo. Hayo yakiendelea, mashambulizi ya mabomu ya Marekani yamerudisha nyuma kwa kiasi kikubwa mpango wa nyuklia wa Teherani. Mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa nishati atomic Rafael Grossi anasema, nadhani mpango wa nyuklia wa Iran umewekwa nyuma kwa kiasi kikubwa, alisema kwenye Fox News. Hata hivyo, Grossi aliongeza kuwa hawezi kusema kwa uhakika kwamba programu hiyo ilikuwa imerudishwa miaka ya nyuma. Sijui kipimo chako ni nini. Lazima tuone wanachotaka kufanya. Je, watajenga upya walichokuwa nacho? Mkurugenzi mkuu wa shirika la atomic aliongeza, akizungumzia uwezekano wa Iran kurejesha mitambo ya nyuklia. Vile mataifa ya Baraza la Ushirikiano la Mataifa ya Kiarabu ya Ghuba ya Uajemi yameunga mkono usitishaji vita kati ya Iran na Israeli na kuwataka wajizuie. Baraza la mawaziri la GCC lilisema baada ya mkutano usio wa kawaida. Baraza la mawaziri lilikaribisha tangazo la kusitisha mapigano na Mheshimiwa Rais Donald Trump. Katibu mkuu Jasem Abdudaiwi akisoma taarifa katika mkutano na waandishi wa habari. GCC imepongeza juhudi za Katari za upatanishi na kufikia usitishaji vita
ili kudumisha usalama na utulivu katika eneo hilo na kutoa mwito wa kujizuia zaidi kuliepusha eneo hilo na watu kwenye hatari ya vita. Vilevile mashambulizi ya Marekani yameharibu kwa kiasi kikubwa vituo vya nyuklia vya Iran. Mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati atomic Rafael Grossi anasema kupitia Fox News, tunaona ni kiwango muhimu sana cha uharibifu katika wote kwenye vituo vitatu vya Natanz ambavyo vilikuwa vya kwanza kushambuliwa na kuendelezewa uharibifu mkubwa sana katika moja ya kambi muhimu za centrifuge ambapo uboreshaji ulikuwa unafanywa. Halafu hata sehemu ya chini ya ardhi hiyo ilipata shida kwanza na kisha moja kwa moja, alisema. Vilevile Israeli ilikamata ndege mbili zisizokuwa na rubani nje ya anga yake zikikaribia hapo jioni, jeshi linasema. Droni uwezekano mkubwa zilitoka Iran, ilisema taarifa hiyo bila uthibitisho. Na nchi wanachama BRICS zimetoa taarifa ya pamoja zikielezea wasiwasi wao mkubwa juu ya mashambulizi ya Israeli na Marekani dhidi ya Iran na kusema kuwa inakiuka sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja Mataifa. Tunaeleza wasiwasi wetu mkubwa juu ya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran tangu tarehe 13 Juni 2025 ambayo yanakiuka sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja Mataifa, ilisema taarifa hiyo iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Brazil. Kundi hilo ambalo Brazil inashikilia urais wa zamu mwaka huu pia limetoa wito wa kuifanya Mashariki ya Kati kutokuwa na silaha za nyuklia na silaha nyingine za maangamizi makubwa. BRICS ilionyesha wasiwasi wake juu ya mashambulizi dhidi ya mitambo ya nyuklia ya Iran, ikisema kuwa yamefanywa kinyume na sheria ya kimataifa na maazimio husika ya wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic. Vilevile viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wameitaka Iran kurejea kwenye meza mazungumzo ili kusaidia kupunguza mvutano katika Mashariki ya Kati. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer imesema. Kauli hiyo ilifuatia mkutano wake na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz pembezoni mwa mkutano wa kilele wa NATO mjini The Hague. Viongozi hao walitafakari kuhusu hali tete ya Mashariki ya Kati. Sasa ulikuwa wakati wa diplomasia na kwa Iran kuja kwenye meza mazungumzo. Walikubali, ilisema taarifa hiyo. Tukigeukia Ukraine, viongozi walijadili hitaji la kutumia shinikizo zaidi kwa Kremlin pamoja na kupitia vikwazo zaidi. Taarifa hiyo iliendelea kusema. Mashambulizi ya Marekani katika maeneo ya nyuklia ya Iran yamefifisha uwezo wa nchi hiyo kurutubisha madini ya uranium. Mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff anasema, lengo lilikuwa ni kutokomeza uwezo wa kurutubisha nyuklia, jambo ambalo tulifanya, na hata kama kulikuwa na nyenzo za nyuklia ambazo zilifichwa, basi ilikuwa ni kutokomeza uongofu. Jengo la uongofu, mchakato wa uongofu uliokuwepo Isfahan ambao tulifanya, ambao sasa ulifanya kuwa haiwezekani kabisa kuwa na silaha, alisema kwenye Fox News. Alipuuzilia mbali ripoti za habari kubwa za upuuzi kwamba akinukuu jumuiya ya kijasusi ya Marekani ilitilia shaka mafanikio ya juhudi za Marekani za kuangamiza vipengele muhimu vya mpango wa nyuklia wa Iran. Irani wao wamekaa kimya, hawajazungumza chochote. Shukrani kwa Baba wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.